Uhali gani familia yangu pendwa ya Dar es Salaam Tanzanite TV. Karibu tena katika kipindi chako kizuri kabisa cha Love Hour, ukiwa na mimi mtangazaji wako Ganji Mashaka, au unaweza kuniita Charming Mama. Na leo hii basi katika Love Hour niko Ramadhani nzuri inayoendana na mwezi ambao tupo, mwezi wa Kwaresma, lakini pia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo nitazungumzia mahusiano katika msimu huu wa Ramadhani. Kwa nini nimeamua kufanya hivyo? Ni kwa sababu tupo katika mwezi sahihi, mwezi ambapo watu katika ibada ya mfungo. Nitazungumza zaidi kwa wanandoa kuhusiana na mahusiano katika mfungo wa Ramadhani. Katika mwezi huu sio kwamba tu watu wanafunga kwa kutubu na kufanya dua mbalimbali, lakini hata katika mahusiano watu wanakuwa na amani ya kutosha, wanakuwa na ukaribu sana, kwa sababu inataka mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unataka unyenyekevu, inataka upendo, inataka kuoneana watu wote mkiwa sawa. Hakuna mtu ambaye anajiona mkamilifu kuliko mwingine. Kwa hiyo vitu vya kukumbushana katika swala zima la ndoa msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ewe mwanamke, nataka nikusihi ndugu yangu, hakikisha unapika futari kwa ajili ya familia yako. Kuna ambao mwezi mtukufu wanapenda kukaa na wapwe zao, ndugu zao mbalimbali. Umeona wengine ambao hawana majukumu ya kazi, mazingira waliopo, wanakuwa wanajitahidi wanaenda ukweni au kwa wazazi wao. Hivyo wanapokuwa huko wanakuwa wanaandaa iftari, na kama tunavyojua katika msimu huu mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa watu wanapika vyakula mbalimbali kwa ajili ya iftari na kufika jioni. Kwa hiyo nini cha kufanya wakati unapika iftari yako? Basi hakikisha unapika iftari ile kwa upendo, na pika iftari yako ile ukiwa na moyo wenye amani, na upike mapema. Hakikisha unajitahidi unapika iftari mapema ili uweze kupata muda mzuri wa kuweza kufanya ibada. Asilimia kubwa ya wakina mama mwezi mtukufu wa Ramadhani huwa wanajikita zaidi kwenye kupika, na hatimaye wanasahau kwamba inabidi kufanya ibada ya kusoma Qur'ani, kufanya kusali, kusoma nyiradi mbalimbali. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na muda mfupi wa kupika, unakuwa na muda mwingi wa kufanya dua zako. Lakini vile vile usisahau maombi kwa ajili ya kuombea ndoa yako ukiwa na mwenza wako. Lakini na wanaume pia wanatakiwa kufanya nini mwezi mtukufu wa Ramadhani? Basi hakikisha mwanamume unaweka ratiba yako sawa, unakuwa na muda na mke wako. Kama ni iftari, peleka maemezi nyumbani mapema. Sio inafika saa 12 kamili kwa wale wanafuturu saa 1 mtu ndio unapeleka pesa ya iftari nyumbani. Tunaamini kwamba riziki inatafutwa, riziki inakuwepo, lakini hakikisha unapeleka matumizi nyumbani mapema, mke wako aweze kuandaa iftari na familia yako kwa muda mzuri, kwa wepesi na utulivu kabisa. Lakini pia cha kuzingatia, mwanamume usiache kufanya ibada ukiwa na mwanamke wako. Kama ni siku ya Ijumaa mnakumbushana mwenda msikitini pamoja, lakini katika sala za vipindi mara nyingi wanawake huwa wanasalia nyumbani. Kwa hiyo wewe mwanamume uwe unaweka upendo na mwanamke wako. Kama ulikuwa umesitisha kuwasiliana mara kwa mara, basi jitahidi katika msimu huu uweze kuwa unamkumbusha mke wako, mke wangu ni muda wa sala sasa, ni muda wa ibada, mnakumbushana kwa upendo na unyenyekevu, ili wote muweze kuwa na pepo moja jamani. Upendo uzidi hasa katika msimu huu wa Ramadhani. Lakini vitu vya kuviepuka, epuka sana makasiriko, kwa sababu wengi wanakuwa na uchovu. Unakuta mtu anakuwa na kauli mbaya katika mwezi mtukufu. Jitahidi acha kabisa mambo hayo, kauli ya kuzungumza vibaya na mwenza wako, iwe wewe mwanamke mwanamume, hakikisha unaweka kando tabia hizo, na hata Ramadhani itakapoisha uachane nazo kabisa, kwa sababu tunaamini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani asilimia kubwa ya watu wengi huwa wanabadilika kimatendo, kimaadili, namna ya kuzungumza, hata namna ya ufanyaji wa ibada. Watu wengi sana huwa wanaongoka katika msimu huu. Na mwezi mtukufu jamani wa Ramadhani, wanandoa, usiwe ni mwezi wa kukoromeana wakati wote, ukajiona wewe ndio sahihi muda wote kuliko mwenza wako. Hapana. Hakikisha mnazungumza kwa upendo, mnakuwa na ukaribu, mnaongozana mnapoenda kufanya ibada, hata kusaidizana kazi za nyumbani. Mwanamume unapopata nafasi ukarudi nyumbani mapema, hakikisha unamsaidia mke wako shughuli mbalimbali pale, anamenya mihogo, anamenya magimbi, unafanya kuonyesha mahaba. Mwezi mtukufu wa Ramadhani hausababishi mtu kuacha kumpenda mwanamke wake, haisababishi mtu kuacha kumpenda mwanamume
mume wake, mambo yasiwe magumu namna hiyo, isipokuwa inasaidia zaidi katika kutengeneza na kuwekeana ukaribu. Kwa sababu gani nasema inawekeana ukaribu? Asilimia kubwa wanaume wanakuta akienda kazini asubuhi, anarudi usiku saa 3 saa 4, lakini katika mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu anajitahidi majukumu yake anayapangilia vizuri, ajitahidi ndani ya huu mwezi mmoja, anakuwa anahakikisha anafuturu nyumbani na mke wake. Kwa anapata muda wa kurudi mapema, akazungumza, akawa hata na familia yake. Kwa hiyo mpe muda pia mke wako katika msimu kama huu. Lakini pia wewe mwanamke, mpe muda mumeo katika msimu huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakikisha unamtengea iftari mume wako, iftari nzuri, sio kila siku aina moja ya iftari, hapana. Badilisha manjonjo mbalimbali, na ndio kipindi cha kurekebisha. Yamkini mlikuwa na makwazo huko nyuma, basi inapofika mwezi mtukufu kama huu, mambo mnaweka sawa, sasa yanakuwa vizuri, mnarekebisha. Na endapo Mungu akasaidia yakarekebishika, basi msirudi tena kule. Na mtorudi vipi? Ni kwa sababu ya kujiweka zaidi katika dua, kusoma nyiradi mbalimbali, na mkawa kitu kimoja, mtu na mumewe, mume na mke, leo likawa moja. Lakini pia wewe baba, usiache kumnunulia mke wako jamani madela ya kusari kwa ajili ya mwezi huu wa Ramadhani. Kama ulikuwa hauna hiyo tabia, hebu ijenge, umuonyeshe mke wako upendo. Ongozana naye siku ya Ijumaa, nendeni wote kusali kwa pamoja, kuleni wote iftari kwa pamoja na familia yenu kwa ujumla. Na hayo basi ndio machache ambayo nilikuwa nayo katika Love Hour siku hii ya leo. Usiache kuendelea kufuatilia Dar es Salaam Tanzanite TV, na hii ni Love Hour ukiwa na mimi Gaji Mashaka, au unaweza kuniita Channel Mama.